Leo nakwenda kufundisha kwa habari ya je, ni halali kutumia maji kanisani? Kwa sababu wako wengi ambao wameacha kwenda kanisani kwa sababu ya maji. Wengine wameacha imani zao, walikuwa wanampenda Mungu, wameacha imani kwa sababu ya maji. Na hata wachungaji wengi sana wamerudisha wengi sana nyuma, wakifundisha kwamba kutumia maji ni dhambi, kutumia maji ni imani potofu, kutumia maji ni vibaya. Umeona, wako watu wengi ambao wamerudi nyuma, lakini wakifundishwa kwamba hayo ni maji ya maiti, wanatumia maji ya maiti, wanatumia maji ya kuzimu, wanatumia maji ambayo ni ya shetani na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nataka tujifunze na tuone, je, ni halali kutumia maji kanisani? Lakini unapotaka kuelewa kwa habari ya jambo hili kwamba je, uhalali wa kutumia maji kanisani, lazima uanzie hapa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 18. Asa kwa hiyo hata lile la kwanza alikuanza pasipo damu. Hata lile la kwanza alikuanza pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamuru sheria, aliitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Sasa iko hivi, mtumishi wa Bwana Musa asema kila amri aliyokuwa akitamka, anasema anachukua damu anainyunyizia. Kwa nini ananyunyizia? Ili ya kwamba ile sheria iwe na uhai, kwa sababu damu ni uhai. Kwa ananyunyizia ile damu. Asema na vyombo vyote vya ibada anavinyunyizia damu. Kwa nini anavinyunyizia damu? Damu ni nini sasa? Kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 17, Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11 anasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Kwa hiyo uhai wa mwili u katika hiyo damu. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya damu, damu ni uhai. Kwa hiyo alivinyunyizia vile vitu vyote ili aingize uhai. Alinyunyizia ile sheria ili ile sheria iishi, kwa sababu pasipo damu hakuna uhai. Kwa hiyo alivinyunyizia damu ili ile sheria iishi. Ndio maana neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Waebrania, rudi tena hapa, Waebrania sura ile ya 4, sura ya 4 mstari wa 12 nasema hivi, maana neno la Mungu li hai. Kwa nini neno la Mungu li hai? Kwa sababu Musa alilinyunyizia damu, kaingiza uhai ndani ya neno. Na ndio maana sasa hii sheria ya Mungu ambayo ni neno la Mungu, au hiki kitabu cha Mungu akipiti. Vitabu vyote vitapita, lakini ili neno la Mungu alipiti. Kwa nini alipiti? Kwa sababu linaishi. Na kwa nini linaishi? Kwa sababu Musa alilinyunyizia damu likawa na uhai. Kwa hivyo vitabu vyote vina majarida napita, toleo la kwanza, toleo la pili, toleo la tatu, toleo la 4 na kuendelea. Lakini kitabu tumezaliwa tunakikuta, tunakisoma na hatukichoki, tunakisoma kila siku, tunakisoma. Kwa nini hatukichoki? Kwa sababu kina uhai. Magazeti mengine yote yanapita kwa sababu hayana uhai. Tunasoma leo yanachoka. Ukipewa gazeti sasa unasema hili toleo lililopita, ausomi tena. Kwa sababu nyingine, kwa sababu halina uhai. Lakini neno la Mungu li hai kwa sababu Musa alilinyunyizia damu. Hilo natakiwa wewe ulifahamu na wewe ulitambue kwamba neno la Mungu li hai kwa sababu Musa alilinyunyizia damu. Kwa hiyo ile damu kwa kuwa ni uhai, uhai wa Mungu ukaingia ndani ya lile neno ambalo Mungu alilitamka kupitia Musa. Lile neno likaishi, tukalisoma mpaka leo hii, na lina nguvu ile ile, lina mamlaka ile ile. Kwa nini? Kwa sababu lina uhai.